Kwa hivyo kuwa na uwezo wa kuzuia vishawishi vya shetani ni kanuni nyingine ama sheria nyingine ambayo itakusaidia kupata baraka za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nimesema kwamba shetani anakuanga na tabia ya kutanguliza baraka zake. Wakati ule anaona kwamba baraka za Mungu ziko karibu kufika, anatanguliza baraka zake ili kwamba ikuwe ni shetani amekubariki. Na hapo ndio inatokeanga kwamba akikupa mali zake naye anakutawala sasa. Kama vile Yesu alikuwa anapewa hofa ndio atawaliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kujua na kuwa na uwezo wa kuzuia vishawishi. Kwa mfano ukiangalia mtu kama Samsoni, kwa sababu ya kushindwa kuzuia vishawishi vya Delaila, alijipata kwamba ametawaliwa na Wafilisti. Lakini pia Adamu na Hawa, kwa sababu ya kupewa ofa na shetani, wakapewa ofa, wakaambiwa mkila tunda mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kwa sababu ya kupokea zile ofa, baadaye laana ilikuja ikawafuata. Na ndio maana unafaa kujua kwamba kuna aina tatu za nguvu. Kuna nguvu ambayo inakufanya kuwa kitu fulani. Kuna nguvu ya kufanya kuwa kitu fulani. Ndio maana maandiko yasema ya kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hiyo ni nguvu ya kukufanya kuwa. Lakini pia kuna nguvu ingine ambao ni ya kuwa juu ya kitu fulani. Maandiko yasema kwamba akawaita wale thenashara, akawapa uwezo juu ya kila pepo na kuwaponya maradhi. Lakini pia kuna nguvu nyingine ambayo ni ya kuwa kinyume. Kwa mfano ukiangalia vizuri kwamba Yesu wakati ule ambapo aliwapea mitume wake nguvu, ile nguvu iliwasaidia kuwa kinyume na kila pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuwa na uwezo wa kushinda vizuizi vya shetani. Kanuni nyingine ambayo itakusaidia katika mafanikio ni kuwa na utayari wa kupokea kile umeomba. Watu wengi wanaomba sana, lakini wanakosa kuwa na utayari ama maandalizi ya kutosha ya kupokea majibu ya kile ambacho wamekiombea. Hii ikiwa kama kanuni ama kama sheria katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza ukaomba kitu lakini matokeo yake ukashindwa kuyapokea. Kwa mfano wana wa Israeli walikuwa na shauku sana ya kupokea Mesii, kumpokea Yesu, lakini alipokuja wakamkataa. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba alikuja kwa walio wake lakini wakamkataa. Nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwenye kile kitabu cha Yohana 1:11. Kisoma kwenye maandiko yako pia kuna maandiko yanasema panua mahali pa hema yako. Kuna maandiko mengine yanasema kwamba Mungu atabariki kazi za mikono yako. Sio kazi ya mikono, ni kazi za mikono yako. Kwa hivyo ni vizuri ukao umejiandaa na kazi mingi, ndio Mungu akija abariki kazi zako. Kila maandalizi ama kila kupiga hatua kwenye kujiandaa ni kupanua mlango na kupanua njia ya Mungu kufanya zaidi atakapokuja kwenye maisha yako. Ndio maana maandiko yasema kwamba maandalio ya moyo ni wa mwanadamu, lakini jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Ukisoma Elijah alimwambia yule mwanamke atake vyombo kutoka kwa majirani ili kwamba akuje kuzidisha yale mafuta na ile unga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukiangalia utaona kwamba Yesu wakati ule alipoenda kwenye harusi ya Kana aliwaambia wajaze maji katika zile vyombo ndio akuje atengeneze ule mfinyo. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kujiandaa ili kupokea kile ambacho unakihitaji. Kuna watu ambao wameomba maombi mengi lakini hawana maandalizi ya kutosha kuhusiana na kile ambacho wanachokiombea, na ndio sababu unaona kwamba kwa sababu ya kukosa hii kanuni hawajafanikiwa bado. Lakini pia kuwa na uwezo na ujasiri
wa kutatua changamoto za maisha na si kuzikimbia. Kuna watu ambao wakikutana na changamoto huwa mara nyingi wanakimbia. Unaona kwamba mbele yako kuna bahari ya Shamu na Farao nyuma yako amekufuatia, unaamua sasa hapa wewe utakimbia uende kabisa, wakati ule Mungu ameweka nguzo la moto na ameweka wingu ili upite pale, unaamua kukimbia. Mara nyingi changamoto ukiziangalia katika jicho la pili, utaona kwamba zile changamoto zimebeba mafanikio makubwa sana. Kwa mfano ukiangalia wakati wa Meshach, Shadrach na Abednego kwenye kile kitabu cha Danieli 3:23, utaona kwamba waliposhinda ule moto walipewa vyeo, lakini pia Mungu wao akatukuzwa. Yusufu alipoenda gerezani, hatima yake ya kuwa kiongozi ilipatikania pale, maana hapo ndio alikutana na mnyweshaji wa mfalme akamtaja kwa Farao. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza 23, na dingi ndio hiyo nimeelezea, utaona kwamba kutatua changamoto na sio kuzikimbia ni kanuni nyingine ambayo inaweza ikafanya ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na uwezo wa kuwaendea na kuunguza mioyo ya destiny helpers. Kila mtu kwenye hii dunia kuna wale watu ambao Mungu ameunganisha naye ili kwamba wakufushe katika daraja fulani, wakupeleke katika hatua fulani. Na hao watu haufai kuwaendea kikawaida tu ukiwa umevaa suti. Suti ni ya maana, utapendeza ukienda kwao, lakini kuna maana ya kujua namna ya kuwaendea ukiwa umejipaka kwa ndani zaidi. Esther, pamoja na kuwa Ahasuero alikuwa ni mume wake, Ahasuero mfalme alikuwa mume wake, Maandiko yasema kwamba Esther alienda akafunga siku 3 ili aende kwa mume wake akumbaliwe. Na ndio maana utaona kwamba anapofika kwa Ahasuero mfalme anamwambia kwamba hata kama ni nusu ya ufalme nitakupa, taja chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna madestiny helpers ambao umebeba baraka zako, umebeba vitu vyako, lakini unafaa kujua namna ya kuwaendea. Kama Mordekai angefunga na kuomba, maana ule utawala wa Umedi na Wajemi ulikuwa umetawaliwa na mizimu na mashetani. Kile kitendo alikuwa amekifanya, mfalme angeweza kukikumbuka, lakini ilibidi akafunga na akaomba, akapata kimbali, akaingia katika nafasi, katika position ambayo alitakiwa kuwa. Kwenye kile kitabu cha Wagalatia 2 na mstari wa 9, Paulo anasema walipoona neema Kefa, waliokuwa nguzo la kanisa, wakampa ushirikiano. Kwa hivyo kilichofanya Paulo akapewa ushirikiano ni kwa sababu kuna neema. Alinguza akina Petro na Yohana na ile neema ilikuwa ndani yake. Lazima uwe na kitu ambacho unakifahamu, hiki ndio Mungu alikupa, ndio unguze ma destiny helper nacho. Kwa mfano Paulo alikuwa na neema, kuna mtu mwingine ako na kipawa, kuna mtu mwingine ako na nyota fulani. Unafaa kujua ni nini ambacho uanguze ma destiny helper wako nacho, ndio wapate kukupea mkono wa ushirika, wakapate kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikimalizia, kanuni nyingine ya mafanikio ni kuwa na uwezo wa kuwa mwenye haki. Soma kwenye kile kitabu cha Zaburi 37 na mstari wa 25. Maandiko yasema ya kwamba nalikuwa kijana, sasa ni mzee, sijaona mwenye haki ameachwa, na wala watoto wake wakiomba chakula. Sababu kubwa kwa nini tumekuwa ombaomba leo hii ni kwa sababu wazazi wetu ama waliotangulia walikosa kuwa na haki. Kuna maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 37 na mstari wa 16 yanasema kwamba heri kidogo na haki kuliko kuwa na vingi. Leo hii kwenye taifa yangu ya Kenya ama mataifa ya Afrika wamedaiwa madeni mingi sana. Wamekuwa ombaomba, wanaenda kuomba mikopo katika nchi ambazo zimefanikiwa kwa sababu wale viongozi waliotangulia hawakuwa na haki. Kwa hivyo kuwa na haki ni kanuni nyingine ambao inasababisha mafanikio hata katika kizazi chako ambacho kinafuata. Kwa hivyo mbarikiwe sana, na hapo ndipo ambapo nataka nifike. Baba Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, asante kwa sababu huyu mtu ambaye amenisikiliza, na kuomba kwa jina la Yesu, neema yako, rehema zako kamsaidia akaelewe, na umsaidie neno kapate kumwezesha kwa jina la